Ndiye mwambani salama. Shalom shalom, Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa mtazamaji, mfuatiliaji na mwanafunzi mwaminifu wa Yesu Kristo, unaendelea kuzijua siri za ufalme wa mbinguni na kanuni za kuingia ufalme huu wa mbinguni kupitia chaneli yako pendwa Goshen One Injili na Ushuhuda TV. Ni mwalimu Chris Deogratias, nikukaribishe sana katika mwendelezo wa ushuhuda wetu, ushuhuda wa nyakati tatu za maombi ya kimkakati. Nyakati ambazo ukiomba maombi katika muda huo, maombi yako yanakuwa na nguvu na yanageuka kuwa zaidi ya bomu la maangamizi na kuteketeza kazi zote za Ibilisi. Sio ushuhuda wa kwangu, ni ushuhuda wa dada Naya Wanjiru kutoka nchini Kenya, ambaye mwanzoni alimtumikia adui, lakini mwisho wa nyakati Bwana amemuita, anafunua asili za adui na anatupa maarifa ya kivita, maarifa ya maombi, ili wewe ambao pengine umeomba sana lakini hujapokea majibu, pengine ulikuwa na makosa au kukosa maarifa katika maombi hayo, basi kupitia ushuhuda huu utajengwa upya na maombi yako yatakuwa mapya. Kwa hiyo nikukaribishe sana. Msimuliaji wako ni mwalimu Chris Deogratias. Karibu sana. Karibu tuendelee. Na leo tunaendelea na sehemu ya pili ya ushuhuda wetu, ambapo tunaangalia wakati wa pili au ni muda upi mwingine wa kuomba, ambao ndio saa muhimu wa kuomba maombi ya kimkakati. Hata Bwana Yesu katika Biblia alisema laiti mwenye nyumba angalijua muda ambao mwizi anakuja kuiba, angalilinda muda ule tu. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo unaendana na ushuhuda wetu, ndio maana tukadaiwa kutafsiri, ili wale ambao wanaishi katika nchi wanaongea Kiswahili peke yake wasikose maarifa haya. Kwa hiyo nikusihi wewe popote ulipo Mkristo, umeweza kusikia sehemu ya kwanza na unasikiliza sehemu ya pili, yamkini na sehemu ya tatu, basi usiache kushare kwa ndugu zako wa Kristo na wasio wa Kristo, lakini wale waombaji, ili wapate kupokea maarifa haya na kurahisisha kupokea majibu katikati ya maombi. Karibu katika sehemu ya pili. Tutaangalia muda wa pili wa kuomba maombi yenye tija. Muda wa pili wa kuomba maombi ya kimkakati. Hebu nikwambie muda mwingine ambao ukiomba katika muda huu, maombi yako huwa zaidi ya bomu la nyuklia na kuteketeza kila aina ya uchawi ulioelekezwa kwako. Muda huu huenda ndio muda ambao ukiomba maombi yako huwa na nguvu zaidi kuliko nyakati nyingine zote. Ni maombi ya usiku wa manane, yaani kuanzia saa 6 usiku hadi saa 9. Katika ufalme wa giza, usiku wa manane ndio muda wetu rasmi. Ni muda ambao mikutano yetu ya kichawi hufanyika zaidi. Ni wakati ambapo mambo makubwa ya kichawi yanafanyika. Ni muda ambapo utekelezaji wa shughuli za kichawi huwa katika kiwango cha juu sana kuliko nyakati nyingine zote. Hii ndio sababu, na kutokana na sababu hizi zifuatazo, usiku wa manane ndio muda ambapo Wakristo wengi hulala usingizi fofofo. Huu ni muda ambapo ulinzi wao wa kiroho huwa chini sana. Huu ni muda ambapo ufalme wa giza hufanya kazi kwa upinzani mdogo sana, maana Wakristo wengi wanakuwa wamelala. Lakini kulikuwa na baadhi ya Wakristo waliogundua siri na umuhimu wa kiroho wa kuomba usiku wa manane. Hao huamka usiku wa manane na kuomba maombi ambayo yanageuka kuwa hatari, vizuizi, vipingamizi vikubwa katika kazi zetu zote za kichawi. Wakristo hawa huwa ni watu hatari sana kwa ufalme wa giza na kazi zetu zote. Hebu nikueleze kwa nini maombi ya usiku wa manane yana nguvu sana na ni hatari sana kwa ufalme wa giza. Maombi ya usiku wa manane huingilia au huharibu kabisa shughuli zetu zote za kichawi. Maombi hayo hujitokeza usiku wa manane na kuwa utisho kama moto katika ulimwengu wa roho, katika muda ambao wachawi huwa katika utendaji mkubwa wa majukumu yao ya kichawi. Uwepo wao na maombi ya Wakristo usiku wa manane huharibu kila kitu tunachojaribu kufanya katika ulimwengu wa kichawi. Huwa ni kama unavyowasha mwanga katika chumba kilichojaa mende. Tulikuwa tukikimbia na kutawanyika kama mende wanavyofanya endapo taa itawashwa katika chumba chao walimojaa kulimo na giza. Tulikuwa hatuwezi kufanya uchawi wowote kulipokuwa na Mkristo mwenye nguvu na imani na aliye safi, endapo atakuwa anaomba maombi ya vita ya usiku wa manane. Na ikumbuka familia moja Mombasa ambayo
ililengwa sana na kikundi chetu cha uchawi. Mwanaume wa familia hiyo alikuwa ni mwalimu, na mke wake, mwanaume katika familia hiyo alikuwa amejiajiri mwenyewe, na mke wake alikuwa ni mwalimu katika shule fulani. Tulikabidhiwa jukumu la kuiharibu familia yake, kwa kuwa wanaume huyo alitoa siri ya rushwa kazini kwake, kashfa ambayo watu waliohusika walikuwa ni wanachama wetu. Tulianza kumshambulia kwa mashambulizi ya kawaida. Tulituma magonjwa kwa familia yake, tulitengeneza ukata wa fedha katika familia yake, tulivuruga maelewano kati yake na mkewe na kuanza kuvuruga ndoa yake. Na kwa wiki chache mwanzoni ilionekana kama uchawi wetu ulifanya kazi, na ilionekana kama tunafanikiwa. Watoto walianza kuumwa hovyo, mume alipoteza kazi yake, mke alilemewa na kuwa na msongo wa mawazo na kuchoka sana. Ghafla mambo yakaanza kubadilika. Hatukufahamu ni nani aliyewaambia na kuwashtua ili waanze kuomba. Waliweka agano kwamba wataanza kuamka na kuomba maombi ya vita usiku wa saa 6 na kuomba kwa saa 1 kila siku usiku. Walipoanza kutekeleza agano lao, kila kitu kilibadilika mara moja. Usiku wa kwanza walipoamka usiku wa saa 6 na kuomba pamoja, nilikuwa nawafuatilia wao na nyumba yao kwenye ulimwengu wa roho. Maombi yao yalikuwa kama bomu la nyuklia lililolipuka kwenye ulimwengu wa roho. Roho zote za mauti zilizotumwa kwenye nyumba yao zilisambaratishwa. Laana zote tulizotamka kwao na familia yao zilivunjika. Mipango yote tuliyoikusudia ilifeli na kuharibika kabisa. Nilijitahidi kuzikusanya roho chafu nyingi na kuzituma kwao, lakini mapepo haya yote hayakuweza kuingia nyumbani mwao ambamo walikuwa wakiomba. Ilikuwa kama vile kuna ukuta wa moto kuzunguka nyumba yao ambapo hatukuweza kuvuka. Usiku wa siku ya pili waliamka tena na kuomba usiku wa manane. Mkuu wetu wa uchawi aliitisha kikao cha dharura. Alitokea akiwa na hasira sana. Alisema, ni nani amewaambia kuhusu siri ya kuomba maombi ya usiku wa manane? Huu ni muda wao, huu ni muda ambao wao hupaswa kulala na sio kuamka kuomba katika saa kama hizi. Alituamuru kutuma roho chafu zenye nguvu zaidi ili kuwashambulia na kuzuia maombi yao. Alituagiza kuwafanyia uchawi ili wachoke sana na washindwe kuamka kuomba. Alitutaka kuwatengenezea dharura na usumbufu ili kuharibu ratiba zao za kuomba. Lakini hakuna kitu tulichoweza kufanya kazi dhidi yao, kwa sababu ndoa hiyo ilijidhatiti. Hata kama walikuwa wamechoka kiasi gani, waliamka na kuomba pamoja. Walitega simu zao zigonge kengele na waliamka usiku wa manane na kuomba. Hata kama mmoja wao alikuwa ameghafilika sana, hajisikii kuomba, mwingine aliamka na kumtia moyo, kisha wakaomba pamoja. Wakaingilia na kuharibu kazi zetu zote. Walifunika mafamilia yao kwa damu ya Yesu na kuombea ulinzi kamili wa Mungu juu ya familia yao. Mbinu tulizozitumia kuwashambulia Wakristo waombaji. Sasa nitaeleza kuhusu mbinu na mikakati madhubuti niliyoitumia ili kuwazuia Wakristo wasiombe, hasa nyakati za usiku wa manane, kwa sababu ukifahamu namna ambavyo adui anakuzuia usiombe usiku wa manane, itakusaidia kushinda mbinu hizo. Usiku wa siku ya 3 tulituma roho za uchovu wa kupitiliza ili wasiweze kuamka na kuomba. Tuliwafanya kuwa busy na kazi na changamoto nyingi wakati wa mchana ili wawe na msongo wa mawazo, wasipate usingizi mapema ili washindwe kuamka kuomba usiku wa manane. Lakini kengele ya mwito ya simu ilipolia, mke akaamka na kumwamsha mumewe, maana alikuwa katika usingizi mzito kiasi kwamba ingemlazimu kumtikisa sana. Na hii ndio hali ambapo Wakristo wengi wangekata tamaa na wasingeamka kuomba usiku. Badala yake mwanamke alichukua kitambaa akakiloweka kwenye maji baridi na akamwekea usoni mumeo, huku akiita, mpenzi, tumeweka agano kuomba kila usiku. Baada ya dakika 5 mume alikuwa ameshaamka, wakawa wote katika maombi yao ya usiku huo. Siku ya 5 tulitengeneza mgogoro wa kiafya. Mtoto wao mdogo aliamka saa 5 na dakika 45 usiku akiwa na maumivu makali sana ya tumbo. Wazazi hao wakafanya haraka kumsaidia mtoto wao, wakampatia dawa na wakaanza kumbembeleza. Hatimaye saa 6:30 usiku mtoto huyo alilala usingizi, nao wakarejea kulala. Huo ni muda ambapo Wakristo wengi wangesema kwamba kwa sababu ya mtoto kuchelewa kulala hatutaamka kuomba usiku huu, tutaomba tu kesho.
Lakini wanandoa hawa walisema haijalishi sasa ni saa 6:30 usiku, hatutalala bali tutaomba, na aliomba kwa pamoja usiku huo hadi saa 7:30 usiku. Siku ya 7 tukabadili mbinu na kuja na mikakati tofauti. Tulituma uvumi wa kelele za mashaka akilini mwao waamini, na kuona kuwa maombi yao ni kama hayafanyi kazi. Hakuna kinachobadilika na wanapoteza tu muda wao na wanajikosesha usingizi wao bure. Usiku huo kengele ya simu yao ilipolia, mume alimwambia mke wake, nafikiri tuache tu kuomba kwa sababu sioni mabadiliko yoyote. Lakini mke alimtazama mumeo na kusema, imani sio kile tunachokiona, bali imani ni kile tunachokiamini. Hivyo amini kwamba mambo yetu yanafanya kazi katika ulimwengu wa roho, japokuwa hatuoni matokeo yake katika macho ya nyama. Hivyo tuendelee kuomba. Usiku kwa siku ya 10 tukajaribu kutengeneza mabishano makubwa kati yao. Asubuhi na mapema ya usiku wa siku hiyo tulifanikiwa kuwapandia pando dogo ambalo lilipelekea wawe katika mgogoro na kutoelewana kabisa. Hadi muda wa kwenda kulala walikuwa hawajasemeshana kabisa. Niliamini fika kuwa usiku huo hawataweza kuamka na kuomba pamoja, kwa sababu inawezekanaje watu wawili ambao hawajapatana wanawezaje kuamka na kuomba pamoja? Ajabu, usiku wa 8 ulipofika, kengele ilipolia, waliamka. Mke aliamka kabla mumewe na akamsogelea mumewe aliyekuwa amejisogeza pembeni mwa kitanda chao ili wasigusane. Alimgusa bega lake kwa upole sana na kusema, nisamehe mume wangu, naomba tuombe pamoja. Na mume naye akajibu, nisamehe pia, naam, hebu tuombe pamoja. Walisameana na kutubu kwa muda mfupi, kisha wakaomba pamoja kwa saa nzima. Hapo ndipo wachawi tulipokubali kwamba tunashindana na watu ambao wamejidhabihu kuomba maombi ya usiku katika kiwango ambacho kamwe tusingeweza kuwashinda. Wameshafanya maamuzi kiasi kwamba hakuna chochote kinachoweza kuwazuia kuomba usiku wa 8. Haijalishi ni uchovu, sio dharura, sio mashaka wala ugomvi kati yao vingeweza kuwazuia kuomba usiku wa 8. Ndani ya mwezi mmoja mume akapata kazi nzuri zaidi kuliko ile aliyopoteza mwanzo. Afya ya watoto wao ilirejea barabara. Ndoa yao ikawa madhubuti kuliko vile ilivyokuwa katika wakati wowote. Kila tulichokifanya kuharibu familia hiyo kilifeli na kugeuka kabisa. Hii ndiyo nguvu ya kuomba, maombi ya vita usiku wa 8. Bwana Yesu alizungumza kuhusu maombi ya usiku wa 8 katika Luka sura ya 11. Alitoa mfano wa rafiki aliyemwendea rafiki yake wakati wa usiku akimuomba mkate, na kwa sababu ya uvumilivu wa mtu huyo, rafiki yake aliamka na kumpatia hitaji lake. Kisha akasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Siri kubwa iliyopo hapa ni uvumilivu. Ili kudumu na kuendelea kuomba maombi ya usiku wa 8, ni muda ambao si rahisi kuamka na kuomba. Inahitaji kujitoa, inahitaji nidhamu ya hali ya juu na uvumilivu mkubwa. Itakulazimu kukatisha usingizi wako ambayo ni starehe, kulala na pumziko lako la usiku. Ndio sadaka yako bora zaidi kwa Bwana, kujitoa kuomba hata katika mazingira yenye ugumu na changamoto kubwa. Maombi yaombwayo katika hali hiyo huwa na nguvu kubwa na za ajabu. Katika kitabu cha Matendo, Paulo na Sila wakiwa gerezani waliomba wakati wa usiku wa 8, na maombi yao yalisababisha tetemeko lililotikisa misingi ya gereza na milango ya gereza ikafunguka, nao wakawa huru. Hivi ndivyo maombi ya usiku wa 8 yanavyofanya na kuwa faida kubwa. Hutikisa ngome zote za adui, huvunja kila vifungo, hufungua milango ya kiroho ambayo mara zote huonekana imefungwa kabisa. Katika kujifunza hili nitakueleza ushuhuda wa kaka mmoja aliyeitwa Kaka Juma na jinsi Bwana alivyoniwezesha kujifunza. Hebu niwaeleze kuhusu ushuhuda wa mtu mmoja aliyejua siri ya maombi ya usiku. Jina lake aliitwa Juma. Alikuwa ni kijana wa umri wa miaka kati ya 20 na 30 hivi. Alikuwa amejiunga kwenye jamii za siri alipokuwa chuo kikuu huko Nairobi. Alifanya kiapo cha damu na pia alishiriki kwenye uchawi. Alifanya maagano ambayo yalimfungamanisha katika ufalme wa giza. Japo alitoa maisha yake kwa Kristo, bado aliendelea kuona mashambulizi, vitisho na wakati wa usiku na vita katika ulimwengu wa roho. Alienda kwa wachungaji kadha wa kadha kwa ajili ya ukombozi, ambapo alipata unafuu kwa muda mfupi na mashambulizi yalirejea tena.
Mwanzo aliomba kwa kuomba muda wa mchana, alisoma Biblia, lakini hakuna kilichoonekana kumpa ukombozi kamili. Siku moja Mkristo aliyemzidi alimwambia, ndugu, unatakiwa kuomba wakati wa usiku wa manane. Roho zinazokushambulia zinakuwa na nguvu zaidi kwako wakati wa usiku wa manane. Unapaswa kuzizuia na kuzishinda nguvu hizo usiku wa manane zinapokuwa zinatenda kazi, na unatakiwa kuinua nguvu ya ushindi wa msalaba maishani mwako. Kisha kaka Juma alianza kuamka na kuomba katikati ya usiku. Mwanzoni ilikuwa vigumu sana kwake kuamka na kuomba. Alijisikia kukandamizwa na nguvu za giza. Wakati mwingine alijisikia uzito kuamka, na wakati mwingine aliona vivuli vya vitu vya kutisha sana chumbani mwake, na hivyo vyote vikamtia hofu. Lakini alijilazimisha kufungua kinywa chake na kuomba. Aliitia damu ya Yesu, alikiri na kutangaza ukuu wa neno la Mungu. Aliamuru kila nguvu za giza kuondoka kwa jina la Yesu. Nilikuwa mmoja wa roho chafu na mawakala tuliotumwa kwake, na ninaweza kukuambia kuwa maombi yake ya usiku yalikuwa yakizuia na kushinda mipango yetu yote ya kichawi. Kila usiku aliamka na kuomba. Vifungo vyote tulivyoviweka kwake vilidhoofika. Anga letu la kichawi tulilokuwa tunalitumia kumfuatilia na kumharibu liliharibiwa kabisa. Maagano aliyoyaweka kwenye vyama vya kichawi yalivunjika moja baada ya jingine. Hebu niseme nini kilitokea kwa siku 30, kwa sababu itakusaidia kuelewa ni nini kinatokea endapo utaanza kuomba usiku wa manane. Wiki ya kwanza kaka Juma alikutana na upinzani na vita kubwa ya kiroho. Usiku wa kwanza aliamka kuomba usiku wa manane. Alijihisi kuna uzito mkubwa kifuani mwake. Alipumua kwa shida sana. Tulikuwa tukijaribu kumfanyia hayo kichawi ili kumtisha na kumwogopesha kabisa. Lakini alifungua kinywa chake na kusema, kwa damu ya Yesu naamuru kila roho za kichawi kuniacha mara moja. Ghafla uzito ule ulimwacha kabisa. Usiku uliofuata aliona vivuli vya vitu mbalimbali chumbani mwake. Huo ulikuwa ni udhihirisho wa roho chafu tulizozituma kwake. Watu wengi huenda wangetishwa na mambo hayo na hata kukimbia katika vyumba vyao, lakini kaka Juma aliwasha taa yake, alifungua Biblia yake katika Zaburi ya 91 na akaanza kusoma kwa sauti. Soma Zaburi ya 91, inakupa ushindi katika maombi hata katikati ya hatari. Siku ya tatu yake alisikia sauti ya uvumi zilizokuwa zikimuita kwa majina yake, zikijaribu kumuita ili arudi katika chama cha uchawi, zikijaribu kumkumbusha kuhusu viapo alivyoingia na ufalme wa kichawi. Lakini aliziba masikio yake na akaanza kuimba nyimbo za kuabudu. Aliimba wimbo ulioitwa mna nguvu katika jina la Yesu, imo nguvu katika damuni mwa Yesu. Ghafla sauti zikakoma. Mwishoni mwa wiki ya kwanza nguvu ya mashambulizi ilipungua kwa kiasi kikubwa, na tukabaini kwamba tunashindwa. Kila siku alipoamka na kuomba tulikuwa tunapoteza kabisa. Ndani ya wiki ya pili alianza kuona upenyo kwenye ndoto zake. Kabla ya maombi ya usiku alianza kuota ndoto zilizogubikwa na maluyelui na vitisho vya mambo yaliyofanya alipokuwa katika vyama vya kichawi vya hofu na mateso. Lakini wakati wa wiki ya pili ya kuomba kwake usiku wa manane, ndoto zake zilibadilika kabisa. Alianza kuota ndoto kwamba anashinda vita. Aliota ndoto akikemea mapepo na kutembea kimamlaka. Kwa ujumla ulimwengu wake wa ndoto ulibadilishwa kabisa kwa sababu ya maombi yake ya usiku aliyokuwa akiomba usiku wa manane. Maombi hayo yalibadilisha kabisa ulimwengu wake wa kiroho. Ndani ya wiki ya tatu tulianza kubaini mabadiliko katika sura yake ya kimwili. Macho yake ambayo siku zote yalionekana yakiwa na uchovu na wasiwasi mwingi yakageuka na kuwa meupe na yenye utulivu. Uso wake uliokuwa siku zote unaonekana kuwa na mashaka makubwa ukawa na amani. Moyo wake ambao siku zote ulionekana kuwa dhaifu na mgonjwa muda wote ukaanza kuwa imara na wenye afya njema. Uhuru aliyokuwa akiupata kupitia maombi ya usiku wa manane ulijidhihirisha mwilini mwake. Wakati wa wiki ya 4 ngome ya mwisho ilianguka na vitisho vya usiku vilikoma moja kwa moja. Makandamizi ya adui yaliondoka, hofu iliondoka. Usiku mmoja wa maombi yake ya usiku aliona maono ya taswira ya Bwana Yesu aliyesimama karibu naye chumbani mwake, na akamwambia maneno haya: uko huru kabisa. Kila minyororo imevunjwa, kila agano limevunjika. Wewe ni mali yangu, hakuna yeyote atakayeweza kukuondoa mikononi mwangu. Baada ya siku 30 za maombi mfululizo usiku wa manane, kaka Juma aliwekwa huru kabisa. Vitisho na mauzauza ya usiku vilikoma kabisa.
Mashambulizi yote ya kichawi yalikoma kabisa maishani mwake, uzito uliondoka na hakuwahi kuviona na kuvisikia vitisho hivyo tena. Hii ni kwa sababu alizoeza kuomba usiku na alipokea nguvu za kushinda hila za adui katika wakati muafaka zinapofanya kazi. Hivi ndivyo maombi ya usiku yanavyofanya kazi katika ulimwengu wa roho. Huwahi na kumpinga adui kutimiza mipango yake ya kichawi juu yako katika wakati muafaka. Yanaharibu mipango ya kichawi dhidi yako muda huo huo yanapokuwa yanapangwa. Ni kama utajifunza na kujizoeza kuomba usiku wa manane kila siku, unakuwa mtu hatari kiasi kwamba ufalme wa giza hauwezi kukugusa wala kukumiliki kabisa. Na huu ni muda wa pili, wakati wa pili wa kuomba maombi ya kimkakati, ambao ni maombi yanayokuwa hatari zaidi na yenye majibu kwa Mkristo. Muda wa kuomba wa maombi ya usiku wa manane kuanzia saa 6 usiku hadi saa 9:30 alfajiri. Kwa hiyo ni muda wa usiku wa manane, muda wa kuomba maombi yenye nguvu, maombi ya tija kwa wewe muombaji, lakini muda wa kuomba mzuri kwa ajili ya mashambulizi, kwa ajili ya kurejesha vitu vilivyoharibika, basi ni usiku wa manane. Nikukaribisha sana katika sehemu ya 3 ya mwendelezo wa ushuhuda huu. Tuangalie sasa wakati wa 3 ambao muafaka wa maombi ya kimkakati kwa siku ni wakati gani, ili wale Wakristo waombaji waweze kutumia huo muda kwa ufanisi mkubwa, ili maombi yao yalete majibu, maombi yaweze kuteketeza kila kazi na hila zote zile adui. Shalom shalom, ni Mwalimu Chris Deogratias. Nikukaribishe sana. Pengine umejiunga kwa mara yako ya kwanza na hujasubscribe channel yetu, basi subscribe channel yetu ili Bwana anapotupa ujumbe tukuletee, na mkini una ushuhuda unaojenga, ushuhuda wa kweli, sio wa kubuni mahali popote, iwe ni nchini Tanzania, iwe ni nje ya nchi, au unasikia mafundisho yetu yaliyotangulia na unatamani kupokea ubatizo wa kweli, unatamani kupokea wokovu wa kweli, unatamani kuachana na wokovu wa bandia. Wokovu wa bandia ni ule wokovu ambao mtu anakuambia nimeokoka, lakini ukimtazama kuanzia utosi mpaka wayo amebeba vitu vya Yezebeli. Amevaa wigi, amevaa rasta, amepaka rangi za midomo, amepaka wanja macho yake, amevaa mikononi mwake, amevaa pete, amevaa hereni, amevaa cheni, amevaa vikuku, amejipamba kiezebeli na amebatizwa kwa ubatizo wa utatu. Wale wanaosherehekea Krismasi ni mafundisho ya uongo, kimbia sasa. Bwana Yesu anapoinua wahubiri, anapoleta shuhuda kama hizi, ni kufunua nyakati za mwisho. Anatamani watu wote wapokee maarifa, waikimbie hukumu ya jehanamu, wakimbilie safina na mwisho wafike kwake. Kwa hiyo nikukaribisha sana popote ulipo. Unaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya comments, au unaweza kutupigia simu kwa nambari ya simu alama ya kujumlisha 255 876 829 811. Bwana kubariki. Shalom shalom.